wameelezea wasiwasi wao kuhusu ongezeko la ukosefu unaohusishwa ama uhalifu unaohusishwa na vijana wadogo katika eneo hilo. Inaaminika kuwa magenge ya kihalifu yanayoundwa na vijana wa umri mdogo yanaendelea kusheheni na kushughulika kuwahangaisha wakazi na wageni kila kuchao. Huku haya yakijiri, mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai DCI Mohamed Ibrahim Amin amewahakikishia Wakenya usalama. Hii hapa taarifa yake mwanahabari wetu Yvonne Kemuma. Kero la uhalifu katika maeneo ya pwani limezidi kuibua wasiwasi wa hivi punde kuibua hofu, ikiwa ni viongozi wa kidini kutoka Likoni ambao wametaka hatua za haraka kurekebisha hali. Maoni haya yanajiri siku chache baada ya kuchapishwa kwa ripoti ya awali ya Kituo cha Kitaifa cha Utafiti wa Uhalifu NCRC inayofichua kuwa kaunti ya Mombasa inaongoza kwa kuwa na jumla ya magenge 73 ya kihalifu. Akihutubia wanahabari, Padri Henry Ndune amelaani vikali hulka ya baadhi ya wanasiasa kuwatumia vijana kama vibaraka wa kuchochea vurugu, akionya kuwa mbinu hiyo inachangia kuendeleza tatizo hilo. Aidha, kutumia hawa vijana kama vyombo vya kuleta vurugu ili nipige vita mwanasiasa mwenzangu. Kwa hili ni jambo ambalo tungependa kulilaani kwa maneno mazito iwezekanavyo. Katika jitihada za kukabiliana na hali hiyo, kanisa limeanzisha mpango wa Making Life Responsible Choices unaotekelezwa katika shule 3 la eneo hilo, ukilenga kuwapatia wanafunzi mafunzo ya maadili ya kuepuka maisha ya kihalifu. Na nashukuru Mungu pia serikali wakati imeanzisha mpango ambao unaitwa National Positive Parenting. Na sasa tayari tumeenda kanisa la Juda, kanisa la Changamwe na Chani, na sasa wanaendelea na malezi pale Kilifi, ambapo pia malezi haya mazuri yanaendelea kufundishwa. Hata hivyo, wametoa wito wa kuwepo kwa ushirikiano wa karibu zaidi kati ya wazazi, viongozi wa kisiasa na viongozi wa kidini katika kutafuta suluhisho la kina kwa mizizi ya uhalifu miongoni mwa vijana. Kwa vyombo vya usalama tumeviona na navipongeza, vimekuwa vinaingia bila kudhulumu mtu. Akizungumza mapema hii leo jijini Mombasa, mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai DCI Mohamed Ibrahim Amin alisema kuwa idara hiyo imejiandaa kikamilifu kuhakikisha usalama wa taifa unadumishwa. We are fully prepared to make sure that our people enjoy maximum peace and security all the way from Vanga to Kiunga up to Taita Taveta. Baadhi ya magenge yenye sifa mbaya zaidi katika eneo hilo ni pamoja na Panga Boys, Gaza na Squad Chafu, yanayojulikana kwa wizi wa kimabavu, uporaji na mashambulizi ya kutumia silaha butu. Yvonne Kemuma, runinga ya KU.